Wapendwa, mwaka huu ni mwaka mpya. Na wakati tulikuwa katika lunch hour, Mungu alitufundisha kwamba watu hawezi enda safari kama hawako na agreement. Hamwezi enda safari kama hamuna na maelewano. Watu wawili wakienda safari lazima wawe na maelewano, waseme tukifika Kakuma tutasimama. Tutakula lunch hapo. Tukifika mahali fulani tutafanya nini na nini. Kwa sababu mko safari moja. Kwa hivyo hata sisi kama kanisa la CRF ni vizuri kuweka mwelekeo siku ya leo ya jinsi tutakavyoendelea mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo ujumbe wetu ni kuweka bayana ama kuweka kwa usahihi mambo katika kazi ya Mungu katika mwaka huu. Hiyo inaweza kuwa mzito sana kuelezea. Lakini leo ninaweka platform, mama naweka stage ya kuwaonyesha vile tutakavyoenda mwaka huu kwa uwezo wa Mungu. Na kwa hivyo mwaka huu ni mwaka ambao sisi tunatarajia kwamba Mungu anaenda kufanya mambo makubwa juu ya maisha yetu. Ni mwaka ambao tuko na matarajio makubwa. Ni mwaka ambao tunastazamia Mungu aweze kufanya mambo ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni lazima tuwe na mwelekeo ambao utakaotembea. Mwelekeo wetu mwaka huu ni kujenga pamoja na Mungu. Kujenga pamoja na Mungu. Nataka uandike mahali chini, kwa sababu hili ndio jambo tutakuwa tukijadili kila wakati tunapokuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatafuta mahali ambapo niliandikia viongozi jana kuhusiana na mambo ambao tunaenda kufanya mwaka huu. Na mwaka huu ni mwaka ambao ninatarajia watu wengi watainuliwa. Kuna jambo limetajwa na dada wetu wakati alipokuwa akiongea hapo. Iko katika mpangilio wa mwaka huu. Kwa muda mrefu hatujabatiza watu, na iko katika mpango wa mwaka huu. So kwa hivyo our official ministry theme ya mwaka hii yetu ni building together with God. Kujenga pamoja na Mungu. Tutaweka bana kubwa hapa hivi ya kuonyesha msimamo wetu mwaka huu. Kujenga pamoja na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na neno na Biblia ama neno lenye tutakuwa tukisimama nayo katika mwaka huu. Sijaanza kuhubiri sasa na kupea tu mwelekeo. Ni Wakorintho wa kwanza 3:9. Mahali inasema for we are God's fellow workers. Sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Na hiyo ndio dhimi yenye itatupeleka mwaka huu. Itatuelekeza jinsi tutakavyohubiri mahali hapa. Itatuelekeza jinsi tutakavyofundisha mahali hapa. Na hata mambo yote ambayo tutakao tukifanya. Kwa sababu mwaka huu tunataka kuingia zaidi katika kumwabudu Mungu na
Kisaki atalomasi akilipea kujika kuprore akuji. We want to deepen our worship and prayer life. Kisaki jiki atalomasi na kilipea kujaloto makiara yo. Ni mwaka ambao tunataka kumwabudu Mungu. Kisaki akwarna kedo unoisi atanyarata kujate. Na kuweka maisha yetu katika maombi. Ewakisi eboyori yokoni akuji. Labda mwaka uliopita tulilegea. Ekarlo beni pengine kipala gangon. Lakini mwaka huu tunataka kuweka zaidi. Ekarlo kwa kisaki ewakisi asiniri kop. Mambo ya kumwabudu Mungu. Akrona akuprore akuji. Pasipo na mchezo. Mama bolia. Na kuomba Mungu. Kakilipea kujikotere ateni. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni jambo moja la kwanza. Jambo lingine la pili ambalo tunaenda kufanya mwaka huu. Na ngare na kulosi akusob. Tunaweka kutrain viongozi. Kisaki atatama nkariko. Tunaenda kuweka nguvu wafuasi wa Yesu. Kisaki wakisinke wapaka Yesu Kristo. Sisi ni wafuasi, lakini sasa tutatengeneza mambo ambayo itatufanya tuwe katika tumekuwa na nguvu ya kutembea. Kisaki atasubaki segerlo yakarenkele ngalu klosio. We want to strengthen discipleship and leadership training. Kisaki jiki atatama nkariko. So tutakuwa na masomo ya kufundisha disciples. Yak tatamna tatamyo nkariko. So ile Jumanne yenye huwa mnasema kila siku mchungaji atatangaza, hiyo sasa ni ya mafundisho. Ajuma ine na itatamene watamarna akitatam isoko na isekni akitatam. Kama kabisa unataka kuwa disciple, Kisaki yara unekarikon. Kuja wakati huo tunafanya hiyo training. Wa kwara itatamere na ngarengna. Hii mwaka ndio tunaenda kuprepare watu. Mwaka lako ngesia subaki nerengutunga. Madarasa ya baptism. Yani kufundisha watu juu ya ubatizo. Maklasi ana itatamere ngutunga gerlo kolonga ya batisao Yesu Kristo korenke wapa. Na jinsi Yesu Roho wa Mungu anafanya kazi katika maisha yetu. Gerlo subeta wa akujinga kuralo kidingetunga. Na pia hii mwaka tunaenda kuweka watu nguvu. To equip the church through healing and trauma training. Tutafundisha watu juu ya kupambana na mambo ambayo inawasukuma na mambo ambayo inaweka ile trauma, yani inawaka wasiwasi katika maisha yao. Kisaki atatama ngutunga gerlo enagina ngutunga nkelinga gerlo pedorda ngutunga towa kotare nkelinga lu aranke changlo pechek. Ekura kujikubroe. Na finally mwaka huu ekarloko sijui kama kiongozi amewatangazia. Nyinyi hata marali mwekarikona. Mwaka huu katika mwezi wetu wa 9 Alapola ankani ko mon. Tutakuwa na jambo linaitwa consecration. Yakro itina utahitaja tu Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwezi wa 9 alapola ankani ko mon. Tutaconfirm. Araji ka akro itina idoduno. Huwa mnaniita bishop. Enyara yeno ngeje bishop. Na sijai kataza. Balantengero ngezi kutunga tamar kinyara tangeje bishop. Ili kufikia jambo hilo. Tananya sakro itingina. Lazima kufanyike jambo fulani. Achamakne yakro itina subaki ntanyara ngezi akrongolo. Already Roho wa Mungu ameifanya. Asubaketa wako jingesia nyaritere ngesi. Katika ulimwengu physical wanataka waone kunafanyika kitu fulani. Echamakna ngutunga ngole kizikori yako pete ngole kikori hata wako jilochia ngole. Hilo ni jambo kubwa sana katika huduma yetu. Araya kroitina Apolonia aloto mari koru ya kanisa kalo. Usichukue kama mzaha. Nyile matu kori ya kroitina palaga korna palem. Major ministry milestone. Araya jika kroitina kagongo nasu baki ya kujolo. Na kwa hivyo tutaanza kuiombea hilo jambo lifanyike. Kisaki alipakis dokona kroitia kurongolo. Wasubakin. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wacha niwafundishe kuna mambo matatu ambayo pengine watu hawajui sana. Yanga kuronga unina sakia kitatamane yente ngutunga. Kuna kitu inaitwa ordination. Hii barabeano meno bola. Ordination yani kuweka wakfu, kitu kama hicho tuseme hivyo. Ikoni kama sapana ngturukana. Alafu kuna kitu inaitwa commission. Nyanga nana bebe yo commission. Kutuma watu. Ameare ngutunga. Najaribu kutafuta Kiswahili rahisi, si ndio? Amen. Alafu kuna consecration. Amen. Irate ya kroitengana. Ordination inakuwa kwa wachungaji na deacons na hao wote. Yaki ke unu ningeta tamakanka ko lucheluku. Commission inakuwa ni kutuma apostles. Araira bana ba mear na bon kariko luchelu chikilu. Alafu consecration inakuwa ni kuweka wakfu. Araya kikao ntwane ndo kukokna Apollo wache keuni anachiana yakar. Askofu.
ekro kama lo iko ni askofu. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo mmenielewa? So wakati mtakuwa mkisema, mtasema ati pastor wetu anafanywa ordination. Rawani mo Yesu bakenta maseka taman lokodola mkokena kibetarawana. Itakuwa consecration. Arauni je kyake kauni ngesia na lotishika ngolo. Tumeelewana mpaka hapo? Hii maneno sitaongea tena, hii ni wiki ya kwanza. Balanya ni ngesi na bacho kwa reni ngesi ukule ngarendo. Mimi sitaongea tena. Anipekitiki yonyata tamngesi na bacho kwa reni. Viongozi watachukulia hapo. Arankari kwa kama iyenete. Bwana asifiwe sana. Ekura kujikupro. Na kwa hivyo katika dhimi yetu ama inaitwa mbiu. Inaitwa mbiu. Yaani ile dhimi inaitwa nini Kiswahili? Hamjui Kiswahili? Sikia nakataka Kiswahili. Amen. Kauli mbiu. Inaitwa kauli mbiu kwa Kiswahili. Yaani theme. Yanguna kumbe unajua. So wanajua na hapo na wananyamaza. Okay, amen. Amen. So kauli mbiu yetu mwaka huu acha kuneta yako na yakarikalo ni kujenga pamoja na Mungu. Araya kuduku kakuj. Na kwa hivyo kujenga kwetu na Mungu. Akuduku yako kakuj. Ujue Mungu ndio master builder, yeye ndio Mungu mwenye kujenzi. So yana hata mara kujengesi araya sidiriko. Na sisi tunajenga pamoja na yeye. Atoduko ngoni krai ngoni ngutungana ni king. Na kwa hivyo kazi yenye iko mbele yetu wapendwa, etichilo ye ngareni yo inataka umoja. Asaki ngoni ya morikino sio kazi tu ya mtu mmoja. Ere tisha itona ipe. Inataka umoja sisi wote. Asaki ngutungalu wale muna korle morikina. Na kwa hivyo kila muumini wapendwa, etu anda ni areka nupan. Ako na nafasi ya kufanya jambo katika hali hiyo ya yakare alolo muna suba kile etichilo asaki ngesto subak. Kupitia maombi, aktoru ni akele, kupitia huduma, aktoru ni eticha akujuloko. Na pia kujitoa. Kalemuni yongale muna kiyarna kon. Kujitoa katika hali yake. Alemuni alotome boyer kon. Na hata kutoa katika hali ya kutoa mali yake. Alemuni kangaropi yako ni kebo tokon. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama Mungu hatajenga, sisi ambao tutafanya kazi ni bure. So kwa hivyo tutamwachia kazi hiyo afanye. So kwa hivyo mwaka huu wapendwa, tutasimama katika hali hiyo. Tutaendelea kujifunza mambo ambayo tutakaosimama nayo. Kwa sababu hili jambo ni mrefu, acha tu nimalizie na kusema. Tumegawanya mwaka huu mara 4. Januari hadi mwezi wa 3 tutakuwa tukiweka foundation, kujenga foundation mioyo yetu ili tuweze kusimama vizuri, tumjue Mungu vizuri. Tukishafanya hivyo, mwezi wa 4 hadi mwezi wa 6 tutakuwa sasa tukiweka nguvu wale ambao wanajenga. Tutaweka nguvu wale ambao wanajenga, na ni sisi. Na basi katika mwezi huo wa 7 na wa 9 tutakuwa sasa tukiinua na kujenga pamoja, kwa sababu already tutakuwa tumepata nguvu. Na tukimalizia mwezi wa 10 hadi wa Disemba, tutakuwa sasa Mungu ameweza kuestablish utukufu wake, na tutakuwa tukishukuru Mungu. Kwa hivyo ningeuliza wale ambao wanapata nafasi ya kuhubiri mahali hapa, ujumbe wetu utaenda hivyo, ili tuweze kupeleka watu kulingana na vile neno la Mungu linasema. Kupitia maombi, kupitia mafundisho, na hata mambo yote ambayo tutakuwa tukifanya katika mwaka huu ya kiroho. So kwa hivyo nauliza kila mmoja akae tayari. Nauliza kila mmoja akae tayari. Tujenge pamoja na Mungu. Na hii mambo yote tunafanya kwa nini?
nyakusibenga krono kuda ni kwa sababu tunataka kumtukuza Mungu. kotere ksake prosi akujikori atalakarase Yote ni ya kumsifu Mungu. arenga kroda ngne bwakintu akujala kara Yote ni ya kuabudu Mungu. araida ngne akuprora akuj Na kwa hivyo jisikie kwamba wewe uko sehemu ya hiyo jambo. kira tamarira yo ipe ya kroiti kangna Na Bwana atatusaidia. nakngara kilingone akujine yeri Bwana asifiwe sana. ekro akujikuproe Kufika hapo nani amebarikiwa? ne nangene ningani ne apieta wa akuj Unajua mnaniuliza sasa pastor bado atahubiri. balasta kono ngani ngiche yani tuaneni ngakurna kala korungona basa kya tatama Bwana asifiwe sana. So mimi nimeweka mwelekeo wetu. bale wakngesi akroiti na rangesi kirikingon Wapendwa, hilo ni jambo sitarudia tena. arakroiti nyabongo kinigesi nabo Sasa itachukuliwa hapo na viongozi. yankari kokolele marti akroiti na tasubata sektora ukechianete Wataendelea tu wakiwatia moyo. erotognete kisianete si na kinakintu Mimi esinkilenga ni kuweka tu mambo ambayo vile ilivyo. araingesi akuwakin logerlo yakasi Kama utasahau haya mambo, anikimurakisiyong huwa tuna rekodi haya mambo abalanga krono ko recordinga eneo katika channel yetu. aloto amechane lo yakanisa kalo Wangapi wako na smartphone leo hapa? nyayo to lo yakatar nga simon na apolo Si tuko na smartphone sisi wote? yanga simon na apolo ko dukutokane Kuweni wepesi sana kwenda kuangalia ni yapi yalifanyika katika channel yetu. tara utungutunga lulo sente logerlo lo so tiktok na kanisa Exactly. Bwana asifiwe sana. amen Mimi wanaona watu wana watch mambo mengine. lo denta ngutunga tiktok facebook Lakini kapesi lo vizuri kanisa kujikumbusha yale ambao wewe mwenyewe uko sehemu yake. kapesi toloto ni arange sikumorkenta khesi Na utabarikiwa. kipiari esi So kama utasahau yao yakumbuke mahali pale. aniki muriake sikaneke toloto to kuolo kama kira Bwana Yesu asifiwe. ekro kujikupro Haleluya. amen Kwa dakika sasa 5 ama 10 adakanga kan koringa tomon nataka tu kukupea neno ambalo litakupeleka wiki hii. asaki akaina kiyakro itina range sikiri kiyongo ukiloko Kumbukeni tunaendelea na lunch au mahali hapa. itamtata mare yake lipina para neke Na sasa tutakuwa na sasa sio ile ya kusema mtatangaziwa, kesha tutakuwa nayo kila Friday. mera na ba kwarna na krone elimoru ebe yo kila kwari kiyao araki lakseke na kana kwarna ka eukilo Mimi nimejitolea mkuje msikuje, mimi nitakuwa hapa Friday. balale muninge skipotes ko ripek poti kiyao na kan Bwana asifiwe sana. amen Nitakuwa nikifungua saa 3 sharp, niko hapa. asanga ulia ngari nge skipotes ko ripek Na pot msipokuja mimi nitakuwa nikihubiria watu wenye bala pek potes ye yadi ngane potor nge skira zilo perate kaliolo se hiyo ndio jambo nimeamua mwaka huu. akro itina job nge si akarlo ko nge Bwana asifiwe sina sana. amen Alafu nimeamua mwaka huu kila saa 7 bala job nge si na asanga ni kare hata niwe wapi tanika ye nge zilo chere khali nitakuwa nikiomba elipi nge si alo chere khali saa saba dakika 60 asanga nitazipea Mungu kwa kila siku. adakanga tomo nikapeya lakini nge si akujimrwa danga kiara keng Afadhali lunch nikose afadhali ako baki akumoja na akok na wanafunzi wetu mkiwa shuleni. nangidelo school Hiyo siku onyesha hata wanafunzi wengine wewe unamtafuta Mungu. dode kipane kwa kuni samata ya tamarira ye kwa kuni kelipane alokani salokus Ninajua utakejeriwa sana huko. yini hata markimenyario Kwa sababu mimi nimeikuwa shule nikiomba naona nakejeriwa na kotera wengine. ye kolonge lo school na elipeke menya singide luche Tafuta dakika ya kwenda mbele za Mungu. dasa kwa lolo na elipe ya kujingara kiyota na lo school Kama kon wewe ni mshirika wa kanisa hili, kirayo kwa kuni elipe alokani hiyo sakalo ni saa kumbuka kazi hii. ketamo ekas etichiloko Kumbuka mipango yenye tuko nayo. ketamo rekneta na rekentai Naambia Mungu aendelee kujaza watu, kuwaleta wale tama ya wanaohitaji. kujia ngutungalo kanisa lokosi tane amama nga yelo school Siku 365 nguruanga mianga unikanga tomo nikapei kankan tumetenga masaa 365. kilemu na banga saininga amianga unikanga tomo ni are kankan Hata saa hizi tukimaliza tu saa 6 saa 7 ikifika, ambia Bwana jambo. tanto konaka rumoringa sanga nikapeya na ngasanga nikareta maya kuja jokono ikotera ngasaina kan Usiseme pastor ametuhubiria sasa imetosha. nye tama beta tanye bata kana bonya nye lipina bayo Ambia Bwana jambo. tama ya kujito limoga kujibore Bwana sasa. ekura kujikuproe Sijaweka kama sheria.
mereta le tiokngesi lakini nimeiweka uipende wewe mwenyewe. ebalewa akitomina kiyo ilope Usipoomba mimi usiseme pastor alisema, sio mimi. pekilipio nganye tama epasaita abala kilipa Ni wewe mwenyewe. arayo ilope Itakuwa ni manufaa yako. rauni akro itina kariran Leo Bwana ametunenea mambo mengi. akwarna kisiana ngane kapolo ngakurna kokala Kwa sababu na vitabu kadhaa ambazo ninatakiwa nisome. na kotere yanga kitabio na asakngesi to somae Nataka uandike chini tu kwa sababu asakia yo kigeringa kitabio nguna vitabu yenye tutakuwa tukisoma mahali hapa. akitabio na klosi akuswam Hatutakuwa na time ya kusema fungua. mama Tutakuwa lolo mnakbalar kuwolu akitabu na kuwolna kitabu la kwanza, andika Zaburi 127 mstari wa kwanza. ngiyo osio tomoni are kankanikari yorotole ngaren Kitabu ya pili, andika Hagai akitabu na agai 1 apei mstari 7 ichinga kanikare hadi 8. tananga kanikauni Kitabu ya tatu, andika Nehemia na ngauni akitabu anemia 2 are mstari 17 ni chinga tomana kankanikare hadi 18. tananga tomana kankanikauni Sioni watu wakiandika, yetenga tungaigirete lakini ni sawa. echa urukus Andika kitabu ya 4 Warumi 12 mstari 1. akitabu na ngo mwan akitabu na Warumi Na ya mwisho na esal Wakorintho wa kwanza Korintho na ngaren 3 auni mstari 9. akaniko mwan Bwana asifiwe sana. ekura kujikuproe Wapendwa ndugu zangu, minana nkaitotoi hii Jumapili ya leo ajumapili na akwarikana sio Jumapili ya kawaida. mere na palem Ni Jumapili ya kwanza ya mwaka, araya jumapili na ngaren ya karu siku ya ibada wapendwa. akwar na ekriam Na ujue ni mulango wa rohoni to yene atamara araya kidor le to utaka utuonyesha jinsi tutakavyoendelea mwaka huu. lok dukini yongaro ekaru lok ngakurna isubiyo Mungu anataka kufanya kwetu mwaka wa 2026 esaki akuja kusube ekaru la 2026 uwe mwaka wa baraka. darawa ekaru la piara aloto makiara yo Bwana asifiwe sana. ekura kujikuproe Na Biblia katika Zaburi 127 inasema aloto maktabuna ngiyosi amiatape kama tomoni Bwana asipojenga nyumba, pekedu kwa kujawi wajengao wafanya kazi bure. yekadu kwa kosibeteti shankan Jambo la kwanza ambalo nataka ulijue, akroitine kare na sakto yen kuabudu akupurore akuj huwa inatengeneza kizingiti ama foundation ya mwaka. esubanakini asideri kopene ekaru Worship sets the foundation for the year. asubanakini akupurore akuje subanakini ekaru taraula ateni Kuworship sio kuimba tu vile huwa tunakuja tunaimba hapa. mere ayorene yoikane Ni kujipeana sisi kwa Mungu. araya kupotokini ngoni ni akuj Ni kujipeana maisha yetu kwa Mungu. epotokisi akiara yakoni yakuj Sio kuja tu tuimbe ndio worship. mere ayokina kiyongon Kwa sababu worship huwa inatoka ndani ya moyo wako. ebunena ayokini akuja loto meta ukon Ninaweza imba wimbo hapa na pengine mawazo yangu iko mbali. aperori ata yoke osigane to yangata metaka wache Ninaweza imba hapa ili watu wajue nina sauti nzuri. aperori ayokini kanena angu wakito yena kutunga marayono Ninaweza wimbo nionyeshane ninajua kutunga wimbo. aperori ayokini to yena ata marayeni ngesi akutunga rengi imboi Mere sio hiyo tu. mere nguna Ni kujipeana we mwenyewe kwa Mungu. arayale muna kiyara na konna kya kuj Kwa sababu kitabu inasema hivi katika Warumi 12 mstari wa kwanza. malana kitabana warumineke Toeni mili yenu ole mtunga watikus iwe dhabihu tarawa ale muneta na jokon iliyo hai. ale muneta na yeri Bwana asifiwe sana. ekura kujikupuro Kwa hivyo ibada sio kuimba tu, mere akmarikna yo ni kujitoa mwenyewe kwa Mungu. arayo ale munera yeknerla jomana ya Tunapoanza mwaka huu Jumapili ya leo, akisekine karloko Mungu kwanza yeye anataka tujitolee yeye. asakia kujimona tole mnosi moni ngolopechek Bwana asifiwe sana. amen Anataka mioyo yetu tumpe yeye asaki mwenyewe. ngita ili katale mtu ngona na kisingesi Mungu hatuulizi hata pesa. yabaki akutani ngaropi yakon Hatuulizi tutoe pesa. yasaki akutani ngani kon Bwana asifiwe sana. amen Ama muda, Korinya saki akutani alolo kon ama vipaji vyetu. korinya baki bore chalukia Anataka mioyo yetu. asaki akujata kon bon Bwana asifiwe sana. amen Kabla ya kutoa mali yako, erigo yonyale mune bariti kon kabla ya kuleta kipaji chako, erigo yonyale muna ina kinete kon kwa mfano skills zako za kupiga
keyboard, Koringo tungalu reseng boro. skills zako za uimbaji. Koringo tungalu kayo. Bwana sio sana. Bwana anataka utoe moyo wako. Asakia kujioto la mataulo konlo yangalo. Anataka mioyo yetu. Asakia kujingita iyo. Mioyo ikiwa sawa wapendwa, Asubakina ngita iyo kwa kuanga. maombi yatakuwa ya kweli. Tana akilipia kwa rauli ngari ya kujingidori lanadis. Kutoa kutakuwa kwa furaha. Tana alamu ni ekineriko. Hautakuwa na Rauni alakara. hautakuwa ukisukumua kutoa. Nyarauni etuani kujikwa kinta tamartole Utakuwa mtu. unatoa tu kwa furaha. Lemuni yo yakareta ukone Kwa alakara. sababu mioyo wako uko sawa. Kotara itomokuda ta ukone yeyese. Huduma itakuwa ya uaminifu. Rauni ekreme akujila jokon. Mioyo yetu ikiwa sawa, Mita iyo kwa subakina. huduma itakuwa ya uaminifu. Rauni kanisa yako rauni la jokon. Kwa hivyo Mungu anataka mioyo yetu kwanza. Asakia kujingita iyo. Yeye anasema hujua hata nia zetu. Kotara yeningesi tomayo. Wakati tunapofanya mambo anajua nia zetu. Esala isube yo ibore itea kujeta Na kwa ukone hivyo yeneta anataka ukone. hapa ndani tusikie nia yetu iko na magani. Esakia kuja mwali kiningita iliyo kata marikotai. Tunapoomba tuombaje? Esala kilipi ngani mwana kwa ngita ikori iliyo Maombi kochuti. yetu itakuwa ya kweli. Rauni kilipi yako na ateni ya. Itakuwa kweli tunaomba. Arate ni Ni kilipi kwa ngani sababu akuja. tunamhitaji Mungu. Kotara kitan ngani akuja. Tukikuja lancha wake Akupana kilipi na itakuwa apara. kweli, ni kwa sababu tunajua ni nani tunatumikia. Arayate ni ngaki nyarti ngona parna. Bwana sasa, Ekro kujikupro. kabla ya kutoa kwetu, Erokonyele muna. kabla ya kufanya mambo yote, Erokonyele muna ibore kabla ya dan. kufanya huduma, Eringonyele muna kataman. Bwana anataka mioyo yetu. Esakia kuja ngoli kina taulele muna tamar Moyo ngesi wako ali. ukiupeana kwa Mungu, Kilamu ya tauko ni kipoto kia kusi. basi mambo yako yote itakuwa sawa. Akro kondanga ya karosi. Mwaka huu maombi yako itakuwa ya kweli. Ekarulo karaune tanga kilipi kona ateni. Ukitoa shilingi yako utatoa kwa Kilamu uhaki ya tanga ropi yako ni lemun kotere ateni. na furaha. Kotere alakara. Yani ninatoa tu ili Mungu aweze kutukuzwa. Alemuni ta kuprosi ya kudingale metakam. Mwaka huu Mungu anataka kukuona. Esakia kuja kwarna kwali kina tauko. Jambo la kwanza ni Akro kumwabudu. etine ngaren. Mwaka huu hatuwezi anza pasipo kuabudu Mungu. Nyekiseki ni ngoni ya kilipi akupurori akujori ngonyele muna ngoni Na ngolopete. tutafanya huduma hii kwa furaha. Na kusubi akro etine kotere alakara. Nilisema juzi, ukiwa na kiu, Abalangoni yakari ya kure. hata kama mambo imekufinya namna gani, Tani kidang to yung akro to tukolo huwa geriali. unakimbilia maji. Tamata kinna kipi. Ukiwa na njaa, Kinyamiti ya koro. hata kama kuko mambo gani mazito, Tani ke yung akro na kapotyo. huwa una make sure umepata chakula Bala ukule. yung araila sima ya mujang. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Egeri ngolo ngesi Hata asa kiaku. katikati ya biashara zetu, Aloto mangiti sisoyo. katikati ya kazi zetu, Aloto mangiti sisoyo. katikati ya kazi mingi busy schedule, Aloto mangakuro na kala kana kusiningon. anataka tumpe mioyo yetu Asa kiaku jaya nakis ngesingi tayo. ili tufurahie hata kazi ya mikono yetu, Atala kari kuno seti chankani yo. tufurahie hata mifugo yetu, Atala kari kuno sana ya tufurahie baritulo. utajiri wetu, Atala kari kuno siya barito. tufurahie watoto wetu. Atala kari kuno singideyo. Tupee Mungu mioyo yetu, Aina kisimo na kunyingita na iyo. kupeana ni kumwabudu, Aina kiningesi ya kumweka kupiro. kila kitu yeye mbele, Ewa kisi borodang na kanike. kumweka yeye ndio mbele ya Ewa mambo kisi yote. ngesi tarau ngesi ngare ni ana krokodang. Bwana anaongea mambo mengine, Iyeni ya kapolo nga kronga che. anatuita Kinyari tungoni. tufikirie kazi zake. Eta makisi eti chikelo gorlo cha makina. God is calling us to consider his work. Es kinyari tungoni akujata subakisi eti chikeng. Katika kitabu cha Hagai 1:7 hadi 8, Akitabu na agai nga kanikare. hapo ndipo tunaona Mungu ikinena hivi. Neni ngesi ya nikona. Mungu anasema zingatieni njia zenu. Ebala kuto subakisi ngroti ni kus. Anaruka kidogo anasema panda mlimani mukajenge nyumba. Tamata dokasi moru ya utunga kutoka moru kanga moru todo kokona tanga wika. Mungu halazimishi watu wake, Nyetunga kenta kunyinga tunga keng. anawaalika Pe ya untinga tunga kenya. washiriki katika kazi yake. Patu kumoru kunos todo kweti chikeng. Ndio unaona anaalika Waisraeli, Ngesi anyarang da Israel. anawaambia consider your ways, Tolmato subakisi ngroti ni kus. go up to the mountains Kapesi todo kasi moru. and build a house. Na todo kwa kiseka ikang. Bwana Yesu asifiwe sana. Ekro Kwa kujikuproi. hivyo Mungu anatuhisi mwaka huu. Araye karlo kinyari tunga ne akuj. Mungu anatuhisi mwaka
mwaka huu kinyar tungona aku na kingesiti ngona aku tuangalie kazi yake, bala ku itokia nyeke singro tunikus tuangalie njia zetu ngwali kisipane ngro tunikus hata marikote ai. Mwaka huu wapendwa, Karlo ko ngimina kutakuwa na mafunzo hapa ya viongozi, yanga tatamata na tabetenkari ko aku hata na madarasa ya ubatizo, itani klasi ana kibatizo, tutakuwa hata na mafundisho ya uponyaji ya majeraha ya moyo. Na mnakumbuka tuna tukio kubwa ambalo tutalifanya mwezi wa 9. Wapendwa, haya yote ni kazi ya sio kazi ya mtu mmoja. Ni kazi ya mwili wa Kristo. Na wewe uko katikati ya huyo mwili. Kwa hivyo hutaangalia dada yetu madam, hautaangalia dada yetu Helen, hautaangalia bishop, hautaangalia yule mwingine, utajiangalia wewe mwenyewe. Ni mahali gani ninafanya kazi? Na ndio Mungu anakuambia jichunguze consider your way. Consider your way. Njia zako hata kama utazifanya, kumbuka unaenda kujenga pale mlimani. Na kujenga, unajenga kazi ya nyumba ya Mungu. Anasema sana. Sisi kama unashika vile ninakwambia, kwa sababu Mungu anatualika. He is inviting us to participate in his work. Anatualika tufanye, tushiriki katika kazi yake. Kumbukeni hayo mambo yote sio binadamu atayafanya. Katika mafundisho ya viongozi, yeye ndio atakuwa akifundisha. Lakini lazima atumie sisi ili tufundishane. Bwana asifiwe sana. Usiangalie mtu mmoja, jiangalie mimi nitafanya gani mwaka huu. Point ya 3 ambayo Mungu anaongea juu yake. Unajua, a shared vision requires shared commitment. Yaani inamaanisha hivi, kama kuna vision ambayo tuko nayo, inataka sisi wote kuhusika. Katika Nehemia 2 mstari 17 hadi 18, Mungu anaambia hivi, njoni tujenge. Nehemia alipoenda mahali pale, alienda akaambia njoni tujenge. Nao wakasema na tuondoke tujenge. Bwana asifiwe sana. Unaona vision ambayo imewekwa ndani ya Nehemia, yeye ili iweze kufaulu. Mungu anaambia Waisraeli, kujeni, nimeona uzito ambao iko mbele. Kumbukeni Nehemia, nilisema juzi hapa, aliona Yerusalemu vile ilikuwa imebomoka. Kanisa, hekalu lilikuwa limebomolewa. Na yeye alikuwa ameajiriwa na mfalme. Alikuwa anakula kikombe cha mfalme. Akikunywa divai na mfalme akunywa divai na yeye anakunywa. Akikula nyama na yeye anakula. Lakini hata katikati ya hiyo mambo ya starehe, alikumbuka kazi ya Mungu. Alikumbuka vile hekalu limebomolewa. Akakosa tamaa ya hizo vitu za anakula. Akakosa tamaa ya kukaa katika nyumba ya kifalme.
Bwana asifiwe sana. Akakumbuka kazi ya Yerusalemu. Na alipokuwa asubuhi moja akipelekea mfalme kikombe ya maji, mfalme akamuuliza, ni kwa nini wanuna wewe? Alikuja kama uso wake umekunjamana, na sio kawaida yake. Mtumishi wa Mungu akamwambia, hii inaweza kuwa na furaha namna gani kama ukuta wa Yerusalemu umebomolewa? Huyu jamaa mfalme akaona, na huyu mtu aina gani? Nimempea kila kitu, nimempea raha yote, na bado anafikiria hiyo. Na kwa hivyo akamuuliza, wataka nini? Anataka kwenda kujenga. Basi Nehemia alipopewa nafasi hiyo ya kubeba hiyo maono, aliipelekea wana wa Israeli waliokuwa wametoka katika mateka, akawakusanya kama vile tumekusanyika hapa sasa. Akamwambia, juuni tujenge. Bwana sasa. Amen. Obviously alikuwa ameonyesha na akaambia nini, kwa nini nataka tujenge. Nao mara moja wakasema, na tuondoke tujenge. Waliona ni kitu ya maana, na wakaondoka wakaenda. Unaangalia hapa sasa, mtu mmoja akawa na maono, lakini kila mmoja alikuwa na sehemu. Sijui kama unapata picha hapa. Unapata picha hapa. Kila mmoja wetu wako na sehemu katika maono haya. Maono ya CRF ilianza na mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini nashukuru Mungu watu wakakubaliana. Mungu anataka kusema every vision, kila maono ambayo amewachilia juu ya mtumishi wake, wale ambao wanashika hiyo mkono, hata nao wako na sehemu. Bwana asifiwe sana. Katika wakati huo, wengine pengine waliomba, wengine walifanya kazi, wengine walitoa rasilimali zao, wengine hata waliambia wengine huko, tujenge. Hivyo ndivyo kazi ya Mungu husonga mbele. Hata sisi mwaka huu tumeitwa na mwito mmoja, mwaka hii kujenga pamoja na Mungu. Ninajua kuna wengi watakuwa kwa magoti, najua wengine watafanya kazi, najua wengine watajitoa hata za rasilimali lao, ninaza watu watatoa vitu zao, kama vile ninashukuru vile mmekuwa mkifanya hapa. By the way, na washukuru Mungu kwa sababu yenu, kwa mkitoa rasilimali zenyu, sio kwa sababu maono haya yamekuja mmekuwa sehemu yake. Wapendwa, nanyenyekea nikisema Bwana wabariki. Kuona ya kwamba maono mmeikuta na mmeichukua. Wengine wanaomba, hata mwingine hana kitu, lakini anakaa chini anasema, woi, mimi nataka tufike mahali fulani, nataka nione tumefika mbali. Na ninashukuru kwa sababu Mungu amenipea watu wa aina hiyo katika kanisa hili, watu ambao wanakaa chini wanaona hapa hatujatosheka, we want to go to another step. Tangaza ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi, Mungu atakuwa pamoja nasi, kwa sababu tumeitikia mwito wa kusonga mbele. Bwana asifiwe sana. Na jambo lingine ambalo ningetaka kukufahamisha, katika Wakorintho wa pili 9 mstari wa 7, tani kuambia commitment is not pressure, it is worship. Yani in other words, nasema kujitoa sio ati kulazimishwa.
tungakine yong ni njia ya kuabudu Mungu. arayero tola kuprora kujine yeri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujikuproe. Kadiri mwaka huu unavyoendelea wapendwa, Karlo kona isekine kona. kutakuwa na nyakati zingine Yalo lo mwache. wakati wa kujitoa katika maombi. Yalo lo mnale munikotere akile. Kiambio kesha sio ati tunalazimishwa. Mera kikiyere kitingakintai. Kiambio kuomba haitasikia kama ni kulazimishwa. Itakuwa ni kweli nataka kuomba. Erauni eta ukone bala sakiangalip. Kuna wakati mwingine tutajitoa kwa sababu ya huduma. Yalo mnakile munarikotere tichaku. Tunawacha hata mambo mengine kwa sababu ya huduma. Emeke singa krona chiano kotere tichaku. Tutajitoa katika wakati wa kutoa mali yetu. Kani alolo mna nanga na kile mna baritio. Na sio tu kwa kusinikishwa. Mera kotere kitingakintai. Sio kwa kulazimishwa. Mera ngakuna kujikwakintai. Sio kwa hofu. Mera kotere akuloru. Ati nisipotoa sasa watu wataonaje? Eko pekale manga tamarta ngutungai. Mera kongna. Itakuwa ni kwa sababu unataka kumwabudu Mungu. Erauni akilipna iprortori yongalota ukoni aku. Itakuwa ni kama ibada kwa Mungu. Narawa krotina range silipe yakuji. Wapendwa wa Mungu hupenda Amina kuja elope. mtoaji ambaye ako na furaha. Asakia kujitwani elemuni alemune tenda etawala segan. Wapendwa, tunapotoa kwa kazi ya Mungu, Asalo kilemuna kodare ticha akuji. wakati wote tunasema Kilimuni atamari. Bwana, tunakuamini Ekapola ni kunupitiswa yong. kwa maisha yetu ya Aloto baadaye. makiyara kosia na ebuli. Wakati wote huo unatoa shilingi yako 50. Alolo mdang na elemuna yotanaro piana tomonikan. Si ati haunge kufanya kazi nyingine nayo, Merto subeti cheche. lakini wewe hutoa, unaweka Ilemuje wak to maka ya. ukiamini Mungu atakupa maisha yako, atakupa Bala ingine. ya kapola ni kiperi ya ngatalemuna alala kakudo. So wakati wote tunapojitoa wapendwa, Alemunda na ilemuno riyong. tunatoa tukijua kwamba Mungu atatusaidia baadaye. Tolemu yene atamare ya piaro na kaisidi Yeye uno. ndio ameshika maisha yetu ya Otere baadaye. ngesi atingi takiara yo. Bwana asifiwe sana. Ekura Na kujikuproe. kwa hivyo sisi ni watenda kazi pamoja na Kirai Mungu. ngone nkasubaka eticha akujika Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9. Wakorintho na ekare ngauli ngakani ko mo. Mahali tulianza na tukasema maana sisi tu wafanyikazi Kirai pamoja na ngone Mungu. ngeti ya kaeticha akuji. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ni heshima kubwa. Arayari matoi na Apollo. Imagine kufanya kazi pamoja na Mungu. Akusube tuchika akuja apei. For example, saa hizi uambie utakuwa ukifanya kazi kwa ofisi ya president. Akusikwane tamara akapeta sube tuchalo useruto. Unajua ni heshima kubwa sana. Arayari matoi na Apollo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapendwa, jana nituamkie jana Ben. nilikuwa nimeota ndoto. Unajua nazo ndoto saa zingine. Wala ngore ba kurjete cheza. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi sijaifikiria kukaa karibu na Ndwale. Nani anajua Ndwale? Wala nye kama kuna ngesena chokora kwa Health minister. Aba maltulebe duale adan duale. Na hii kitu nikasema, na hii naye ndoto kwani? Mimi sijaifikiria. Nye kama kuna ngesena kwa rapi ya boy kwa duale. Sasa mimi ninamuona tuko katika, hatukuwa nyumbani, tulikuwa mahali aidha ni kukomboa kwa hoteli ama kitu kama hicho. Abale rujanga sikia wachela kini So, tiba ye duale. Bila watu hutoka nje pale kwa faranda wanakutana, wenye wamelala hii manyumba wanakutana hapo. Ani apudore tangu tunga akire moni kalapatan. Nikamuona amekalia kaketi ana relax. Ngole kije duale ibo yalo mtolonga. Niwape ndoto ama niwache. Sema tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nimeona amerelax hapo. Ngole kiyangariti duale. Kitu ambaye aliniambia, alinipea viatu. Tole mduale ngamuke kaina kesi. Viatu nyeusi kama hiyo yako. Amuko na puzikirio na kola. Lakini sikuichukua kwa mara moja. Alanyele maranga vinga Kwa mkaduale. sababu design ya hiyo kiatu ni safi, lakini ilikuwa imedesign mara mbili. Mbele hapa inafanana kama ya mwanamke vile wewe inakatwa hivi. Abalanga mukuno ko ngarenne ke kota na ngaber. Lakini hii nyingine ni kiatu ya mwanaume. Ani ananga na bora mana So angilio. sikuichukua haraka. Yale maranga singa mukuna. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo sorry, acha tena tu. Abala Bwana asifiwe sana. Yaani ilikuwa ya kuchekesha sana. So nimeileta kwa sababu ya hii jambo ambalo nimefanya. Abala ya wakro itina kota na ngakro nuko. Kusema kufanya kazi pamoja na Mungu ni heshima kubwa sana. Akusubeti tika kujarar matoi na Apolon.
Mungu akukubalie tu ufanye kazi naye. Ke na kiya kuja ina kana tena tichikeng. Heshima kubwa sana. Arar matoina ti Na Apollo. Biblia inasema maana si tuwafanye kazi pamoja na Mungu. Na ngesia bala re apanya tichika kangesia pei. Na unajua Mungu huchagua kufanya kazi kupitia watu wake. Ese uni ya kuja kusiba tichikanke tunga. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tunaposonga tukiendelea kufika Septemba, Bala close yikna kananga la palanka ni ko umon. tutaenda pamoja na Mungu. Closing on next second to kana ka kuj. Tuombe pamoja. Elipa pei. Tuenende pamoja. Atoruko apei. Bwana asifiwe sana. Amen. Na tujenge pamoja. Atoruko apei. Na Mungu atatukuzwa. Na kujina kai prorio na polokeng. Bwana asifiwe sana. Ekura kujikuproi. Imagine wewe ambao unajiona wewe ni bure ukifanya kazi pamoja na Mungu. Itwani jamora besi bete tija kuja Ni pei. heshima kubwa ambayo Armato tunafanya. ya ngenaki nakini ya. Na kwa hivyo sisi wapendwa tuwafanye kazi pamoja na Kirai Mungu. ngwani kasubaka etichika kuja pei. Haleluya. Amen. Tuwafanye kazi pamoja na Kirai Mungu. ngwani kasubaka etichika. Je, hiyo sio jambo la kufurahia? Mera kroitina Si ni la jambo tunafurahia kwamba Mungu unataka tufanye mwaka huu kazi na wewe. Araya kroitina la karikina ya kujisaki ya to subanga etichika pei. Unajua ukifanya kazi na mtu ambaye ni mtu mkubwa, Kisuba yetu chikaitwanya Apollo. ya kwanza mshahara haitakosa. Akroitina atacharwe yei. Mtu mkubwa si yako na pesa. Hautakosa Hautakosa mshahara. Yongapata yongaropia. Kuna ofisi ambayo unaambiwa unaingia ofisi ya mkubwa unaenda kama uko smart kila wakati. Ebe yei ofisi la Maria chamagana. Kwa hivyo hautakosa kanguo kazuri. Yongapia warla jokolo se yona office. Chakula utapewa ile mfalme Ako anakula. mojina jokona imuje kabarani. Tena kwa president unaekwa kwa state house unapewa chakula yenye inapikwa huko. Nakapona ifanye president ya kazi. Unaona watu wakiitwa huko vile wanatoka huko kama wameshiba vizuri. Nyarare akariko ningatuma mapatu mwakto. Chakula ni ya kujichagulia. Otere arak mojina isekini yo Nyama elope. nini inachaguliwa hapa. Ringi kuku ingabe Ni yei. tumbo yako utakosa kukula. Ako mkoni bwanagezi manya Sababu yako moja. kila chakula iko mahali pale. Otere ye yako mojina ngama. Bwana asifiwe sana. Amen. Na si unajua sisi hapa tunapenda kanyama. Nyama inakuwa kwa wingi hapa. Yakringira bala Ya wa. aina yote kuku na sana hapa tutakai kuku tunataka Kuku tu nguruwe yaite nguruwe akine yote. waredang ye yama. unachagua yenye utakula. Akadodoka So yama. in other words inamaanisha nini? Ukifanya kazi na Mungu, Kusubu yeti chakuja. wewe sio maskini tena. Mere yo na beke botoni. Utapata chochote ambacho Yani unahitaji. yo iboradang ni saki. Oh, utapata kila kitu ambacho Yani unahitaji. yo iboradang ni saki. Natangaza utapata kila kitu unachohitaji. Kwa sababu umeamua kufanya kazi pamoja na Mungu. Na kwa hivyo wapendwa, katika kanisa letu la CRF, ninaomba kitu kimoja. Tuenende kwa umoja. Tuenende pamoja. Wacheni uone ule mwingine ni mzuri hata kuliko wewe. Tuombe pamoja. Na hata tujenge pamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo yote Mungu atatukuza. Naenda kumalizia. Tunapoabudu leo wapendwa, Bwana tunasema kwamba Bwana, weka mioyo yetu sawa. Hiyo ndio ombi ambao tunamwambia. Weka mioyo yetu sawa Bwana. Tuongoze katika kazi yako. Na kweli Baba utufanye kuwa waaminifu mwaka huu. Tuwe waaminifu katika kila jambo. Katika kuja katika nyumba ya Mungu. Katika kufuata sheria ambazo hata sio sheria, maagizo ambayo tunapewa na viongozi wetu. Pia hata tuwaheshimu viongozi wetu. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Amen. Unaona mtu yote ambaye amepewa jukumu, mpe heshima yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Nirudia tena. Mtu mwenye kweli amepewa jukumu, mpe heshima yake. Ukumbuke hata wewe unapewa heshima, kwa sababu hata unafanya kazi pamoja na Mungu. Wapendwa, tukipeana heshima mahali hapa,
toikane. Vijana wape heshima wale wazee. Na kisingi soroko na kisingi tungalu apolo karimatoi. Wasichana wape wamama heshima. Ape suru tokerang akmak. Nao wamama wape wasichana heshima. Akmak tokerang ape suru. Wazee tupeane heshima. Kasi kwa kupotosi arimatoi. Tutaenda vizuri. Girotokini ngone nyajokoni. Wale watu ambao walikuwa na Nehemia. Ngetungalu kolaru kutoka Nehemia. Aliwapata instructions za kufanya kazi. Abunaki kejeje ketaliole akusubeti. Kwa sababu kulikuwa na maadui wengi wakati wanajenga ukuta. Otere sala duketo ayanga mwelukala. Aliwaambia tutaenda huko juu. Kama kulosi ngoni kidia mama. Mwingine yako na grumara. Yakari nyoni. Hizo vitu za ujenzi. Epanga. Hiyo kitu ya kufanya kwa ujenzi bwana swali. Enyundo. Mwingine yako na so. Yakari jengore. Mwingine yako na nyundo. Itie yakadarlara. Aliwaambia upande mmoja kama waepei mujifungie silaha. Abalata yanawalo chiola korobang bore. Na upande huo mwingine mnafanya nini? Awalo chioye katosibirobeti. Mnafanya kazi. Amen. Kwa sababu kulikuwa na kina Sanibarati. Otera yarabang tungangulu. Na Tobias. Ngululi irazes. Na walikuwa wanawadharau. Amenyar tokechi. Walikuwa wanaongea vibaya. Enete ni arnon kidia market. Bwana sio sana. Amen. Tambia hata hiyo ukuta wanajenga. Tamave tanebo hata bweha ikikuja itaangusha. Tanike bwebu bona itoyota. Wengi saa zingine wanatuangalia tukifanya mambo yenye tunafanya hapa. Tanike bore kufanya ngone ya katoa bimenyarito. Hata wanafanya nini? Anyevi beta ngotungalu. Hiyo kanisa kwanza kukipatikana kwetu katikati yetu kuna mtu wako na makosa. Keta kanu wetu ani kasa tena lo kanisa kalo. Hiyo ni kanisa gani ya walevi wenye wanalala huko? Ale kanisa ngala pereta ngamakala barabara kaele wasi. Isituvunje moyo. Nikiana ye bore ngeta ukon. Bwana sio sana. Amen. Isituvunje moyo. Nikimenya yo ibore ngela kwa kufanya kazi ya Mungu. Toro tokyo isibeti jaku. Ukijua kazi hii. Yeni atamareti chilo. Kuna mwenye alianzisha. Yetu ani kole sekini. Na atakuja kuikamilisha. Ne buneru bori. Bwana sio sana. Ekura kujikupro. Siwa nawapea story vile nilikuwa tukijenga hapa vile ilikuwa inabomolewa. Balanguro alikola dukengesia kanisa la yatanario. Consistency ya kuendelea kufanya mapenzi ya Mungu. Atoroto ngesi to yatara to duko to yatara to duko to yatara to duko. Sima ukuta wa Yerusalemu utasimama. Awe ukuta Yerusalem to wo. Hallelujah. Amen. Ukichoka lazima tutahubiri tu. Balala kutoya kitatampa kakwarna kuniko kina kunyolu punaki. Kitu yenye nitawaomba. Bora nikelipesi. Weni waaminifu. Taratangu tungalo anupita kuj. Hata ukistakiwa mambo ambayo hujafanya. Tani kiditaki ni yana kurona penye subiti yo. Hiyo ndio inakuwa mzuri sana. Moja katangu naje kilo to. Hauna nafasi ya kujitetea. Wewe ni kuambia Mungu unaniona. Kama ya kujikieni ya. Ninayafikiria Nehemia venye alikuwa anasikia. Abala etani yesika na klasi kama ukuta kataanguka. Ukoria kaingina. Lakini yeye anajikaza tu. Mwaka huu tunaenda kumaliza. Tunaenda kumaliza katika Bwana. Abala kurumori kotere akakuja apei. Bwana asifiwe sana. Ekura kujikupro. Wapendwa na wapenda sana. Bala kamina esilo koja kwa Mungu aendelee kutupeleka pamoja. Bala tortoke akujikirikiti ngone apei. Pendwa, mimi moyo wangu ukipasuliwa. Etauka ne kuangere. Na sio kujisifu ama kuwafanya ndio mnipende. Neri akuduna kutomina kineta. Nawapenda. Bala kamina ngesi. Hata wale wanipenda wapenda. Tani lupenya kamina si amina ngesi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sitara marabankan. Hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ninataka tuwe hivyo. Kisaki yako kisineni. Penda hata ambaye asiyependeka. Bala tamina ketu anta ni penye chama kina amina ni kido. kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kotere ekipurika kujila lara yaka kujalope. Bwana asifiwe sana. Ekura kujikuproe. Unajua dunia hii lazima utafutiwe makosa. Bala ko pitinaka esa kuni twani ngichanluku pakini yo. Especially wewe ukionekana unahubiri injili. Iyo twani karakara na kroite akujibala nyundu akroite akuj. Kwa sababu shetani wakati mwingine sasa unaniambia nani? Huyu sasa ni nani? Bala yangi nyesi lukupake yo na taporajika akwa. Sare nawe unasikia kama ni bishop anaambiwa hivyo na mimi sinifanye hivyo. Kama yo kana na yere bishop ngesi amuru yani batoko nayo. Wewe. Mama. Angalia moyo wako. Waliketa huko nikiyoko sababu Mungu anaangalia moyo wetu. Kotere ite akujingita hiyo. Nataka tu kuombea amani mwaka huu. Asaki akujikina kesi. Simama mahali ulipo sasa. Towani Tunaenda kumaliza. Itwanda
Nataka uchukue jambo moja. Waambie Mungu, ninaomba unipe moyo safi. Asante kwa kunitambua kwamba ninaweza fanya kazi na wewe. Ninatamani kuendelea kufanya. Upendo wa kazi ya Mungu haina hasara. Hakuna wakati uta count losses. Hakuna wakati uta count ati nilitoa nika maskini. Mradi tu natoa na moyo wako na furaha, kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Mwaka uliopita niliwaambia kwamba tamani kuacha alama. Jambo lolote unalolifanya mahali hapa, unawacha alama ya kwamba miaka mingi itakayokuja kuna watu watakukumbuka. Juzi nimetoka tu nikitembea tu. Nataka tuombe, lakini wacha niwaambie. So, nikatembea hivi nikazunguka hivi nikapitia ile njia ya Mapenzi Street. Sijui kama bado inaitwa Mapenzi Street, tulikuwa tumeitaja hiyo jina miaka. Bado inaitwa hivyo? Kwa hivyo huko kuna mapenzi mingi. Bana asiwe sana. So nikapitia hiyo njia. Kabla nitoke nifike sasa lami niteremke hivi, nikakutana na dada mmoja akiwa na watoto watatu. Mmoja kako hivi, kingine kanafuata na kingine kwa mgongo. Nikaona huyo mwanadada ameanza kucheka, karibu apiga magoti ashangilie. Na amenishika mkono. Nasema hii unajua ni street ya mapenzi. Basi vile. Lakini ilikuwa tofauti. Akaniambia mimi nimekuwa nikiomba nikuone. Nikamuuliza ni kwa nini dada na mimi nakuwa na kichogio. Akaniambia nilitoka kanisa ambalo unahubiri 2007. Nikiwa msichana mdogo hivi, na ninakumbuka maneno ambao uliokuwa ukihubiri, na nikwambia ukweli, hayo maneno ndio imeniweka mpaka leo. Hakuwa mlevi. Hakuwa mlevi. Unajua mtu mlevi saa zingine anaweza sema mambo. Yeye alikuwa jini katika moyo wake. Akasema alipoteana na mimi miaka hiyo yote, na huwa ananitafuta na shindangwa nilienda wapi. Akaniambia 7 years nilikuwa msichana mdogo, hivi leo niko na watoto watatu. Huwa tunaenda Catholic, huko ndio tunashiriki, sababu mzee mwenye alinioa alinipeleka huko. Lakini nimeshukuru Mungu, nimekuona. Nakumbuka maneno uliokuwa ukituambia. Hiyo ikanipea moyo wa kuendelea. Kumbe Mungu vile napigaga kelele pale watu wanasikia. Kumbe wanashika vile ninasema. Oh, hallelujah. Amen. Nikakumbuka Isaya 60 ambao nimeandika hapa kuanzia 1 hadi 15. Kuna mahali nasema ingawaje umesahaulika na kuna mtu apitaye kati yako, nitakufanya furaha ya vizazi vingi. Hiyo kitabu ndio Mungu alinipea. Wakati mwingine hata wakati naona kama nimesahaulika, wanaambia Mungu kumbe uliniambia. Ingawaje hakuna mwenye wananitambua, ingawaje hakuna mwenye anaweza kuja karibu na wewe, kwa sababu labda hauna mawaidha unaweza kumpa, labda hakuna neno unaweza kumhubiria, nitakufanya furaha na fahari ya vizazi vingi. Mahali ilikuwa chuma, nitaifanya iwe dhahabu. Mahali ambapo ni mbao, nitaifanya iwe mawe. Na hiyo ndio ushuhuda ambao Mungu anataka kufanya kanisa hili. Ingawaje tumesahaulika, ingawaje hakuna watu wanatuona,
Ingawa kuna watu wanatuchukia, lakini Bwana atatufanya fahari na furaha ya vizazi vingi katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Asante Yesu. Tunakupenda. Oh yes. Baba, unastahili kupokea utukufu. Asante Baba, ni kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wamesikiza ujumbe huu. Baba, wacha ujumbe huu ukawa uhai katika maisha yao. Wale ambao wako na uzito Baba, ukawaondolee. Wape neema, wape furaha ili ya kuendelea katika mwaka huu. Baba, ni asante. Asante kwa sababu ya kutupenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Namkaribisha dada wetu, kiongozi wetu Deaconess Rebecca. Atuelekeze. Nitauliza youth, nitabaki hapa baadaye kidogo, nitaka kuongea na nyinyi pamoja na praise and worship. Okay.